Unaangalia GKU Habari. Ndugu mtangazaji, fursa kubwa katika mradi huu tunaiona kwamba inakuja kuongeza utaalamu. Vijana tunawafundisha, lakini utaalamu unatofautiana baina ya nchi na nchi. Kwa hiyo tunatarajia kwamba kampuni hii ambayo tumeingia nayo mkataba leo itakuja na utaalamu wa kisasa. Na kitu ambacho kimetufurahisha zaidi ni kwamba kutumia eneo dogo lakini kupata mazao mengi. Kwa hiyo tunatarajia hapo wananchi watapata hamasa ya kwenda kuendeleza kilimo katika maeneo yao. Hapana shaka kabisa ni kwamba mafunzo haya ambayo tunaenda kuyatoa sasa hivi yatakuwa yanaakisi sana, kwa sababu hasa ukizingatia kwamba Zanzibar ni nchi ya kisiwa na haina ardhi ya kutosha, lakini ukifundishwa utaalamu au jinsi ya kulima kutumia eneo dogo, basi mwenyewe utapata hamasa. Na actually vitu kama hivi sisi tulijaribu kufanya. Kama ulipita katika maeneo yaliyopita 8 Dole pale, tulionyesha namna. Hata kama utaalamu ambao tumetumia sio ule wa kisasa sana, lakini pia inakuja kwamba una uwezekano wa kutumia eneo dogo upo na ukavuna mazao makubwa. Watu wengi walihamasika, kwa natarajia hata vijana wetu watapata hamasa ya kuendeleza kilimo. Shukuru sana, lakini programu hii imekuja mahsusi kwa ajili ya vijana. Tunataka kuweka ajira kwa vijana, lakini kuwatengeneza vijana waweze kujiajiri wenyewe na wao wawe waajiri wa vijana wengine. Na kama tulivyosema mwanzo kwamba katika wale vijana 10 kwa miezi mitatu ambao watafundishwa pale katika kituo, wenyewe watakuwa kila mmoja na ajiri kati ya watu 5 mpaka watu 10. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba hii programu ni endelevu kwa vijana na inatengeneza vijana wa kujiajiri, lakini pia kuweza kuajiri vijana wenzao, kwa sababu kituo ni endelevu kwa sasa, ni infinity, hii programu itakuwa haina muda maalum. Kwa maana hiyo ni endelevu, ni kama taasisi zinavyoendelea, na hii itakuwa ni endelevu. Kwa kila miezi mitatu inachukua vijana wapya 10, inawapa training za hali ya juu katika maeneo yale ambayo yana facilities za kisasa kabisa katika masuala ya uzalishaji wa kilimo kwa kutumia mbinu za kisasa. Kwa hiyo hii ni endelevu. Inaweza ikawa miaka 5, miaka 10, baadaye tukaboresha zaidi ikawa miaka 15, miaka 20. Mradi unaenda kuwagusa vijana wa mtaani. JKU wao watakuwa ni wasimamizi, walezi wale vijana katika kile kituo. Watakuwa ndio wakufunzi, na wao sehemu ya kufunzi. Baadhi ya wakufunzi tutapata kutoka Wizara ya Kilimo na wengine wataalamu kutoka nje, lakini JKU wenyewe watakuwa ndio walezi wa vijana. Kwa hiyo vijana wanaokusudiwa hapa ni kutoka mtaani. Kwanza utayari wa kijana mwenyewe, lakini pia kama kutakuwa kuna vijana ambao tayari wana ardhi itakuwa vyema zaidi. Lakini zaidi ya yote ni utayari wa kijana. Huwezi kumchukua mtu alikuwa haja tayari usema umuingize katika program. Kwa hiyo atakaochukuliwa na wale walikuwa tayari. Utaratibu maalum utaandaliwa na serikali kwa ajili ya kuwapata vijana hao. Sasa niseme kwamba Zanzibar bado ardhi tunayo, na kuna maeneo mengi ambayo watu hawayatumii ardhi. Kuna taasisi za serikali, kuna taasisi watu binafsi, kuna mkulima mmoja wanayo maeneo ambayo hatumii. Kwa hiyo serikali itaandaa utaratibu mzuri wa kuyapata maeneo yale ili kuwapa vijana. Kila kijana mmoja atakayekuwa anatoka kule katika chuo, atakayekuwa anahitimu, atakuwa anakabidhiwa eka moja kwa uzalishaji wa mazao mkubwa sana, ili uweze kuhudumia vizuri intensively kwa kutumia mbinu za kisasa na vifaa vya kisasa na nyenzo nyingine, hasa kutumia automation, kutumia umwagiliaji wa matone na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kila kijana atapatiwa eka moja. Utaratibu tayari umewekwa, na hii itakuwa ni baada ya kuhitimu kutoka katika kile kituo cha mafunzo.
Mazao itategemeana na maeneo. Sasa hivi wizara imekuja na mazao kipaumbele kwa kila wilaya. Kwa hiyo pale wilaya atakapokuwa anatoka yule kijana atalima yale mazao ya wilaya husika ilikuwa pale. Lakini pia fursa itakuwepo kutokana na uhitaji wa soko. Ukitokea soko linahitaji bidhaa fulani, basi vijana watakuwa uhuru kabisa kuchagua mazao ambayo watakuwa wanalima kulingana na upatikanaji wa soko.